Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasser, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani, na kwenye upande wa michezo na burudani tutakuwa naye Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia aweka jiwe la msingi ujenzi wa ofisi za makao makuu ya CCM Dodoma, akiagiza jengo hilo kuwa ni mahali pa kuibua vipaji na kujifunza uongozi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam atoa wiki 2 kwa viongozi wa machinga kufungua njia Kariakoo. Na katika habari za kimataifa, vuguvugu la mitandaoni, Rais wa Kenya William Ruto aziomba radhi nchi za Tanzania na Uganda. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kuashiria kuzindua rasmi kuanza kwa ujenzi wa ofisi za makao makuu ya chama hicho jijini Dodoma. Kutoka Dodoma, mwanahabari wetu Josephine Kaponya ana undani wa taarifa hii. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Samia amesema mradi huo mkubwa utagharimu takriban shilingi bilioni 34.13 hadi kukamilika kwake, na inatarajiwa kuwa jengo la ghorofa 5 lenye kuchangia katika kuboresha mandhari ya mji wa serikali na kuongeza hadhi ya chama hicho kikongwe. Ninaamini kuwa baada ya kukamilika kwa jengo hili, sio tu tutalitumia au litatumika kwa kazi za utawala, bali pia litakuwa ni alama nyingine isiyofutika ya uimara, umoja na utambulisho wa Chama cha Mapinduzi ndani na nje ya nchi. Tutakuwa na jengo la kisasa linaloakisi sio tu ukubwa wa chama chetu, bali pia nafasi ya chama hiki kuiongoza nchi yetu Tanzania, lakini pia kuwa chama kikubwa ndani ya Afrika, lakini hasa kusini mwa bara la Afrika. Naye makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar na rais wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezungumza katika hafla hiyo na anaelezea mradi huo. Leo tunaanza ile safari ya kuacha alama katika Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli hongera sana. Sote tumeona michoro ya jengo hili. Michoro ina hadhi inayofanana na Chama cha Mapinduzi. Hongera sana, na nachukua fursa hii kuungana na wanachama wenzangu na wote waliohudhuria hapa katika kukuunga mkono katika jambo hili. Tunakuombea mafanikio, na sisi tuko pamoja na wewe ili tuweze kulitimiza katika muda mfupi na chama chetu kiweze kupata makao makuu yenye hadhi ya chama chetu. Kwa upande wake, katibu mkuu wa CCM Dr. Emmanuel Nchimbi ameeleza kuwa fedha za awali kiasi cha shilingi bilioni 8 tayari zipo na ujenzi unatarajiwa kukamilika kabla ya jubilei ya chama ifikapo mwaka 2027. Tumekutana hapa leo kwa kazi moja tu ya kuweka jiwe la msingi la makao makuu ya chama chetu ambalo litakuwa na ghorofa 5. Ndoto ya waasisi wa chama chetu ya kuwa na makao makuu ya chama ilianza tangu mwaka 77. Mara chama chetu kilipoundwa, waasisi walianza kutafakari namna ya kuwa na makao makuu ya chama chetu. Kwa mujibu wa Rais Dr. Samia ni kwamba jengo hilo halipaswi kuchukuliwa kama tu alama ya utawala, bali mahali pa kuibua vipaji, kujifunza uongozi na kulea kizazi kipya cha viongozi waadilifu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameendelea kuwashawishi wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa wa Japan kuja kuwekeza kwenye sekta ya kilimo, afya, uchumi wa buluu, nishati, miundombinu, ufugaji na tehama, kwani serikali imeboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Nezia Masinde anatueleza zaidi. Waziri Mkuu yuko Tokyo nchini Japan kwa ziara ya kikazi, ambapo ameyasema hayo leo Jumatano alipokutana kwa nyakati tofauti na viongozi wa shirikisho la wawekezaji katika sekta za miundombinu, shirikisho la wawekezaji na wafanyabiashara nchini Japan na jumuiya ya wamiliki, marais na watendaji wakuu wa mashirika na makampuni wa Japan. Hapo jana Waziri Mkuu Majaliwa alikutana na naibu waziri wa ardhi, miundombinu, usafirishaji na utalii wa Japan Kenichi Ogasarawa pamoja na rais wa shirikisho la wawekezaji katika sekta za miundombinu Japan na Afrika Jaida Miyamoto Yaichi, ambapo katika mkutano huo uliohudhuriwa na marais wa kampuni kubwa za uwekezaji za Japan, waziri mkuu alitumia fursa hiyo kuwakaribisha wawekezaji hao nchini kuwekeza kwenye sekta
sekta mbalimbali zikiwemo za nishati, miundombinu, utalii, kilimo na biashara. Wako wafanyabiashara wana uzoefu wa uwekezaji Tanzania, wanaijua Tanzania na wametusaidia sana katika kuieleza faida ya kuwekeza Tanzania. Moja, Tanzania ni nchi ya kimkakati kibiashara kwa sababu mbali ya nchi yenyewe kuwa na wananchi wa Tanzania zaidi ya milioni 61 kama soko, lakini pia tuna soko la wakazi wa Afrika Mashariki, tuna soko la wakazi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika, lakini kuna mpango wa Umoja wa Mataifa wa uhuru wa kufanya biashara kwenye bara la Afrika. Yote hiyo inapelekea Tanzania kuwa sehemu kimbilio, lakini ndio eneo mahiri la kupata bidhaa za aina zote. Tukiwa tuna bandari 3 muhimu za bahari ya Hindi, tunazo bandari za Ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa, zinapelekea taifa letu kuonekana kuwa ni eneo zuri kwa biashara. Lakini muhimu zaidi ni kuwa na njia ya usafirishaji ya reli, njia ambayo inakatiza kutoka Dar es Salaam kwenda magharibi mwa Tanzania na kanda ziwa. Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Stanislaus Nyongo amesema kuwa ametumia vikao kuwaelezea wawekezaji na wafanyabiashara hao kuhusu mipango na mikakati ya serikali katika kuhakikisha inavutia zaidi uwekezaji kwenye sekta mbalimbali, akibainisha kuwa serikali inaendelea na mchakato wa kuwa na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo itaeleza kwa kiasi kikubwa na itasaidia kubainisha maeneo muhimu ya uwekezaji yanayolenga kukuza uchumi wa nchi. Sisi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji tumeweza kueleza ni mipango gani tulionayo kama nchi, na nchi yetu kama tunavyofahamu tumetoka kumaliza ile dira ya mwaka 2020 kwenda 2025 ambayo mwaka huu dira hiyo ya mwaka 2025 inaishia, na tumeandaa dira mpya ya mwaka 2025 hadi 2050. Na katika dira hii mpya tumejaribu kuwaeleza ni namna gani au ni kwa jinsi gani taifa letu lina kiu cha kujikwamua kiuchumi. Na tumejaribu kuwaeleza kwamba sasa hivi taifa letu linatengeneza yani GDP ya dola za Kimarekani 85 milioni, lakini kiu yetu ni kutengeneza kiasi cha shilingi dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Naye mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa nchini Tanzania UNDP, Shigeki Komasubara, amesema kuwa Tanzania itaendelea kunufaika na utaalamu na teknolojia kutoka Japan katika sekta mbalimbali zikiwemo za miundombinu na rasilimali watu. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania imetoa tamko la kulaani vikali vitendo vinavyoendelea katika baadhi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya vijana wa nchi jirani ya Kenya kwa kumvunjia heshima Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuomba serikali ya Kenya pamoja na viongozi wa dini kukemea suala hilo. Mwandishi wetu Upendo Mangala kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Dr. Alhadi Musa Salum wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na vitendo hivyo, ambapo amesema sio vizuri katika jamii na taifa kwa ujumla. Sanjari na hilo, Dr. Alhadi Musa amesema kuwa jumuiya hiyo inampongeza rais kwa ukomavu mkubwa wa kisiasa aliokuwa nao kwa kukaa kimya na kumuomba kuwasamehe baadhi ya vijana hao kama dini zote zinavyoeleza kuhusu kusamehe. Madaktari bingwa wameweka kambi kwa siku 7 mkoani Songwe wakilenga kutoa huduma za kibobezi za matibabu katika hospitali 5 za halmashauri za wilaya. Nanti Ibrahim anayo taarifa zaidi. Akiongea kuhusu kambi hiyo iliyoanza wiki hii, Dr. bingwa upasuaji Dr. Jumanne Omari Masea ameeleza kuwa kambi hiyo maalumu ya madaktari wa Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inalenga kutoa huduma mbalimbali za kibingwa ikiwemo uzazi, mama na mtoto, upasuaji, huduma za meno na magonjwa ya ndani. Kama tunavyofahamu, matibabu ni gharama. Hivyo mwananchi hapo zamani, kabla hizi taratibu za kambi za kibingwa, ilimbidi yeye asafiri kutoka maeneo yake anayoishi kufuata hospitali ya taifa ama ya kanda. Lakini kwa hivi sasa huduma nyingi za kibingwa wanazipata katika hospitali zao za wilaya. Kwa mfano, kwa ujio wetu hapa Uvawa tuna specialist ama kada hizi mbalimbali kama 7 hivi za kibingwa, ambako ikiwemo mimi daktari bingwa upasuaji, kuna upasuaji wa kinywa na meno, kuna mtaalamu ama daktari bingwa wa kina mama, kuna daktari bingwa wa watoto, kuna daktari bingwa wa magonjwa ndani ya dharura kama unavyoona. Kwa hiyo
kuna zile fani za msingi zote karibu zipo, na wananchi tunashukuru wamejitokeza kwa wingi kuanzia siku ya jana ambapo tumeanza mpaka hii leo. Tunaona wagonjwa wa kutosha kabisa. Nao wananchi wa mkoa wa Songwe ikiwa ni pamoja na Edwards Kiejo na Daudi Mapumba wameonyesha shukrani zao za dhati kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake za kuleta madaktari bingwa katika mkoa huo. Wananchi hao wameeleza kuwa hatua hii imewezesha kupata huduma za afya za kiwango cha juu kwa urahisi zaidi baada ya awali kukumbwa na changamoto ukosefu wa madaktari bingwa katika ngazi ya wilaya, hali iliyowafanya wananchi kutafuta huduma hizo katika mikoa jirani. Taarifa kuhusu madaktari bingwa tuzipata baada ya ofisi ya mkurugenzi kutoa matangazo katika mitaa yote ya mji wetu wa Vwawa kuwafahamisha wananchi kuhusu ujio wa madaktari bingwa na kualika watu wenye magonjwa mbalimbali waweze kuhudhuria hapa hospitalini Vwawa, hospitali ya wilaya, kuonana nao mabingwa. Huduma ilikuwa ni nzuri, haina uchelewevu. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa serikali yetu kwa kuliona hilo, kutuletea mabingwa kututembelea kwa ajili ya matibabu mbalimbali. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini VETA imesema ndani ya miaka mitatu vijana zaidi ya 15,000 watakuwa na uwezo wa kujiajiri kufuatia programu maalum ya mafunzo ya ufundi ambayo imelenga kukwamua vijana wa Kitanzania kupitia ufundi wa magari na mitambo. Godluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo CPA Anthony Kasore, ambaye amesaini makubaliano ya ushirikiano baina ya VETA na kampuni ya Vivo Energy Tanzania, amesema programu hiyo itafanywa kwa kushirikiana na kampuni ya Vivo Energy Tanzania, ambapo kila mwaka vijana 5,000 watahitimu mafunzo hayo ya mitambo na magari ili kusaidia kupata wataalamu watakaosaidia kuihudumia jamii katika upande wa magari na mitambo kwa ufanisi. Enda kuingia nao ni miaka mitatu. Na katika hii program ni kwamba vijana wote wanaokuwa wanadailiwa katika vyuo vya VETA na wanaoenda kusoma masuala mazima haya ya utoaji wa huduma katika magari na mitambo, urekebishaji wa mitambo na magari na vifaa vingine, wote watakuwa wanapata mafunzo haya. Sasa kwa sisi VETA, vijana wanaopita katika stadi hiyo ya kupata ujuzi huo, hatuongelei vijana 100 au 200. Sisi tuna vijana zaidi ya 5,000 kila mwaka ambao wanaopita kwa ajili ya kupata mafunzo haya. Kwa hiyo tunaamini kila mwaka tunaweza tukawa tunajikuta tuna vijana 5,000 wamepata mafunzo haya na wamepitia programu hii, na mwisho wa siku kuwawezesha hata wao kwenda kule wanapoenda kuajiriwa au kujiajiri wakaweza kutoa huduma bora. Nia yetu ni kwenda kupunguza ile adha ambayo tunaipata magari huko yanapopata changamoto, na sababu unakuta labda ni oil au ni vitu vingine ambavyo vinaleta changamoto. Sasa tunajua tukiwatengeneza hawa vijana wakaweza kupata ujuzi, hata zile changamoto kule mtaani sasa zitaenda kupungua. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kampuni ya Vivo Energy Afrika Mashariki Hans Poulsen, mkurugenzi wa kampuni ya Vivo Energy Tanzania Mohamed Bogriba, pamoja na Herit Mgongorwa kutoka kitengo cha masoko cha Vivo wamesema programu hiyo pamoja na kutoa ajira kwa kundi kubwa la vijana pia itatumika kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kuepuka uharibifu wa mitambo na magari kutokana na matumizi ya virainishi na mafuta yasiyo na sifa. Bila shaka tunajua watu wengi hawana ufahamu mkubwa kuhusiana na vilainishi au hawajui ni kitu gani kinaimbia katika chombo chao. Hivyo unakuta mtu mara nyingi huwa anamtegemea fundi ndio aweze kumrecommend atumie kilainishi gani, atumie mafuta gani na kadhalika. Hivyo sisi kama Vivo tunawaheshimu sana mafundi na tunafanya nao kazi on a daily basis, lakini tumeona ni jema kuja hapa VETA na kuwadaka wale wanafunzi ambao wanajifunza kuingia kuwa mafundi na kuwa washauri wakubwa kwa wateja katika utumiaji wa vyombo vyao, lubrication na hata maintenance ya magari, bodaboda na magari makubwa na hata kwenye industrial level pia. Kwa hiyo kukosa fundi ambaye anajua anachokifanya, of course ina damage sana mtu bidhaa zako, inakuletea loss, si ndio? Na unashindwa pia kufanya biashara zako za kijamii na hata ambazo zinakuingizia kipato. Hivyo ni muhimu sana kwa mafundi wote kuwa na ujuzi muhimu kuhusiana na vilainishi, kujua jinsi gani wanaweza wakamshauri mteja ili kuweza kutumia kifaa ambacho kinafaa katika chombo chake. Hata hivyo, kampuni hiyo kupitia kwa Godwin Mwita, mkuu wa kitengo cha masoko, amesema
Programu hiyo pia itategemea kutanua wigo wa elimu ya mafunzo kwa vijana nchini, ikiwa ni kama sehemu ya kurejesha kwa jamii, huku akiahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika eneo la kuzalisha wataalamu wa mitambo na magari. Ni makubaliano haya tulijaribu kuyaingilia katika mambo makubwa matatu kama ilivyoelezwa kwa nyuma. Cha kwanza ni swala zima la elimu ambao tunajua kwamba ni tija sana hasa kwa wanafunzi wa VETA. La pili pia tumeangalia katika nyanja ya utunzaji mazingira, kwa sababu hawa ni wakienda huku wanaenda kwa mafundi, na tumekuwa tukiona mara nyingi sana pale ambapo tunaenda kupata huduma zetu huko nje kidogo mazingira sio safi kwa maana hiyo. Sasa sisi kama Vivo Energy kwamba tunakuaje msaada au tunakuaje chachu katika kuleta utunzaji wa mazingira katika hilo swala. Lakini la mwisho ni katika swala zima la usalama. Ni dhahiri kabisa katika sehemu huko tunapofanya oil change zetu au service za magari katika garage, hali ya usalama ikoje? Sisi sote tunaifahamu. Lakini ni mabadiliko gani ambayo tunaweza tukaleta katika sehemu hiyo? Hivyo ni vitu vikubwa vitatu ambavyo tunajaribu kuvifikiria au tuliweza kuviona, tukasema kwamba hivi tukivileta kwa wanafunzi vitakuwa vya tija sana. Wanufaika wa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri wamepewa angalizo wasitoe fedha kwa mtu yoyote, wakiwemo watumishi wa umma, kama shukrani ya kuwawezesha kupata mkopo huo kwa kuwa ni kinyume na utaratibu, na kuwataka kutoa taarifa ili wachukuliwe hatua. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza kwenye uzinduzi wa utoaji wa mikopo kwa vikundi 56 vilivyokidhi vigezo baada ya kupitia hatua mbalimbali za mchujo, Mkuu wa wilaya ya Shinyanga Wakili Julius Mtatilo amesema kuna baadhi ya watendaji na watumishi wa serikali wanafata hela kwa vikundi vilivyopatiwa fedha kwa madai ya kuwa wao ndio wahusika waliowawezesha kupata fedha hizo. Usije ukapokea hii mikopo alafu baadaye yule ambaye ni afisa labda maendeleo ambaye amehusika kuwaongoza na kuwaratibu anakuja baadaye anasema sasa kwenye zile milioni 5 nipe laki ngapi? Laki 2. Huyo ni nini? Jela. Anakudanganyeni huyo. Zaidi ile mikopo ya kwanza wakati inatolewa kuna watu walijitengenezea vikundi kama sio vya kwao moja kwa moja, lakini hela zile zikitolewa pana baadhi ya watendaji watumishi wa serikali wanafuata zile hela, wanasema mmechukua milioni 5 nipeni mgao wangu wa 300,000 laki 5. Wale wa mama wanaanza kulipa hela walizompatia mtu badala ya hela walizoenda kuwekeza kwenye ile miradi waliofanya kwenye kubaliana. Hakuna dhambi kubwa kama hiyo, ni dhuluma. Kwa hiyo wananchi nimesema msikubali dhuluma, lakini nawaomba watendaji na watumishi tuwe waaminifu. Akisoma taarifa ya utoaji wa mikopo hiyo awamu ya pili, Mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Shinyanga Joseph Ntomela amesema wamekabidhi hundi ya shilingi milioni 537 na laki 8 ili kuwakwamua wananchi kiuchumi na kuondokana na umaskini. Ni wajibu wa wanavikundi waliopata mkopo hii kutumia ipasavyo kwa lengo la kujikwamua kiuchumi na kuondokana na umaskini kwa faida yao na taifa kwa ujumla. Pia wanatakiwa kurejesha kwa wakati ili wengine nao waweze kupata fursa ya kunufaika na mikopo hii. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga Dr. Kalekwa Kasanga amesema bado kuna baadhi ya changamoto ya urejeshaji wa mikopo kwa baadhi ya vikundi, na kusema kuwa jumla ya shilingi milioni 465 kwa vikundi 100 ambavyo bado havijarejesha kwa awamu ya kwanza. Rasmi mpaka sasa tuna changamoto ya urejeshaji kwenye halmashauri. Tuna takriban milioni 465, laki 295 na laki 7 ziko nje kwa vikundi 100 ambavyo vilikopeshwa kwenye awamu iliyopita. Kwa nilikuwa naomba nitumie fursa hii pia kuwakumbusha kama huu ni mkopo, lakini uzuri wa huu mkopo hauna riba. Kwa hiyo naomba mnapoenda kufanya biashara mzingatie mikakati ya marejesho ambayo mlituletea wakati mnaomba mkopo. Nao baadhi ya wanavikundi waliopatiwa hundi ya mikopo hiyo wamesema mikopo hiyo wataenda kuifanyia kazi kwa malengo yaliyokusudiwa na si vinginevyo. Sisi tunapokea mikopo ili tuweze kunufaisha kwa ajili ya maisha yetu na jamii inayotuzunguka. Pia tutaweza kusomesha watoto wetu kupitia hii mikopo. Tunashukuru vijana tumepewa fursa pekee kupata mkopo huu, na huu mkopo ni kwa vijana. Tunaamini tutafanyia kazi vizuri na tutaendelea kujitanua kiuchumi kwenye shughuli za kiuchumi. Na leo ni mara ya 4 na tumefanya kile ambacho serikali ilielekeza kwamba tukipata mkopo tutumie kwa malengo tulioandika kwenye andiko mradi. Kiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Shinyanga,
Mimi ni Mwambita Mkondo wa TVE. Mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa Tanzania wamehamasishwa kuzishawishi nchi zao kuwekeza katika mkoa wa Dodoma kutokana na mkoa huo kuwa na vigezo vyote muhimu na vinavyojitosheleza kuvutia wageni, ikiwemo ardhi ya kutosha kwa ajili ya biashara na uwekezaji ambayo inapatikana na uhitaji wake ni mkubwa. Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi kutoka Dodoma. Hayo yamebainishwa na waziri mwenye dhamana ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Mheshimiwa Balozi Mohamed Thabiti Kombo alipokuwa akizungumza na mabalozi hao kwenye hafla fupi na ziara iliyopewa jina la Diplomatic Capital City Tour. Amesema kuwa Dodoma kuna fursa za biashara na uwekezaji kwa kuwa ina ardhi ya kutosha yenye maji na uwezo wa kuchimba visima, utalii, hoteli na uhitaji wake ni mkubwa sana. Kwa upande wake, naibu waziri TAMISEMI Mheshimiwa Zainabu Katimba amesema serikali katika kipindi cha miaka 4 imewekeza zaidi ya shilingi trilioni 5.1 kwenye uboreshaji wa elimu, ambapo takriban ya shule za msingi 1399 na shule za sekondari 1044 zimejengwa sambamba na ujenzi wa mabweni, maabara pamoja na nyumba za walimu. Sasa hivi Tanzania nafikiri imefika wakati mbali ya kueleza amani, utulivu wetu, tueleze mafanikio yetu makubwa ambayo yameweka jina la Tanzania juu kabisa duniani, ambayo yameweka jina la rais wetu juu kabisa duniani. Anapata zawadi zote za kimataifa, Goalkeepers Award, juzi kapewa medali ya kutoka UAE. Kesho kutwa kuna mialiko 5 mingine anakwenda kupewa medali mbalimbali duniani. Sitaki kuisema hiyo kwa sababu itatangazwa atakapofika wakati wake, lakini amechaguliwa kama bingwa kwenye clean cooking, kwenye nishati safi kwa ajili ya afya mwanamke kumkinga. Amechaguliwa kama mama mzazi na mlezi na serikali ya UAE. Ndio zawadi ya kwanza kupewa raia wa nje ya nchi yao. Goalkeepers Award amepewa kwa ajili ya kuokoa vifo vya watoto, kupunguza idadi kutoka 500 plus kuja 100. Sasa leo tusikoeleza sisi mafanikio, nasubiri labda malaika atatoka mbinguni kuja kueleza mafanikio yenu. Kuna kila haja na hoja ya sisi wa Tanzania kueleza mafanikio yetu chini ya uongozi wa rais wetu. Rosemary Senyamule ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dodoma amezungumzia miradi ya kimkakati inayotekelezwa mkoani hapa ambayo inafanya mkoa huu kuwa na hadhi ya makao makuu ya nchi na kuwa chachu ya kuvutia wawekezaji kutoka nje ya nchi. Take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Dodoma, we are ready for you. Take Dodoma to your country and bring your country to Dodoma. God bless Dodoma. God bless Tanzania. Mabalozi hao wamepata fursa ya kutembelea miradi kadhaa ya kimkakati kwa kuanzia kwenye huduma za afya, ambapo wametembelea hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa na kujionea huduma za kisasa zinazotolewa. Wakatembelea ujenzi wa mji wa serikali Mtumba na mwisho wametembelea mradi wa kiwanja cha ndege Msalato. Inaonyesha kwamba mwanzo kabisa kazi kubwa sana tayari imeshafanyika. Na ningependa hivi kuwaongereni sana kwa niaba yangu na niaba ya balozi. Nafikiri kama sikosei inaonyesha kwamba zaidi karibu 89% ya majengo ambayo yanatakana kuwa yako tayari yameshafanyika na mambo mengine mengi. Na kwa kweli presentation hii ambayo tumeiona siku ya leo, najua kwamba sio ahadi tu, ni ahadi ambayo kuna malengo ama dhamira ya kufikia kwamba siku zijazo na kulingana na master plan ambayo ipo, mji wa Dodoma utakuwa kama tulivyoona siku hii ya leo. Jeshi la polisi linawashikilia watu 8 ambao wamekuwa wakichimba madini eneo la hifadhi ya milima iliyopo kata ya Mindu, manispaa ya Morogoro, na kusababisha uharibifu wa mazingira katika eneo hilo. Shukuru Materu ametuandalia taarifa ifuatayo. Akitembelea eneo hilo na kujionea uharibifu unaofanywa na wananchi hao, mkuu wa polisi wilaya ya Morogoro OCD Dennis Mujumba akawataka wananchi kuacha kuvamia eneo hilo kwa kufanya shughuli za uchimbaji. Ninawaomba kabla tujaanza ile kamati, tuna majina tuko nayo na tuna ushahidi ya wanaohusika wote. Haiwezekani wakaribu miundombinu mpaka barabara. Mtu anachimba barabara, utasema mtu anahitaji elimu ya namna gani? Inahitaji form 6 ndugu zangu hilo. Hiyo ndugu zangu wenye viti, tengenezeni vikundi vya ulinzi shirikishi. Lakini
weka mpango kazi wa wananchi kuhusika katika swala zima la ulinzi doria katika maeneo yetu. Asiyetoka basi achangie hela ya kununua betri kwa ajili ya tochi mwanga. Tukipanga namna hiyo, najua kila mtu atakaa vizuri. Hatutaki uhalifu katika maeneo yetu haya. Tushirikiane katika misingi hiyo. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi kata ya Mindu ikatoa ushauri wa namna bora kukabiliana na changamoto hiyo ambayo imekuwa sugu kwenye maeneo yao. Kama viongozi wa chama kata, tunaishauri serikali sana, tunamshauri mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi ya usalama ya wilaya ziite hizi taasisi TANESCO, TANROADS pamoja na MORUWASA na TAZAMA wawe pamoja, wawe na nguvu moja. Nini cha kufanya? Kwa sababu huu uharibifu kila baada ya mwaka unafanyika hapa, ila mwaka unaona umezidi sana. Ndugu zangu, kesi iliyokuwepo kule kwa wale watu 8 waliokamatwa, uwezo wa kulipa milioni 36 wewe na mimi hatuna. Hebu jambo hili niwaombe sana, tulichukulie serious kweli. Imeelezwa kuwa zaidi ya 50% ya mazao ya kilimo na uvuvi nchini yamekuwa yakipotea baada ya kuvunwa kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa miundombinu ya kuongeza thamani pamoja na namna ya kuhifadhi mazao hayo. Tuungane naye Goodluck Msola kwa habari zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mfuko wa Pure Global Fund, ambapo unatarajiwa kutoa zaidi ya euro milioni 7 kwa sekta ya kilimo nchini ili kusaidia kupunguza hasara ambazo zinawakumba wakulima nchini, kama ambavyo Philemon Msuya, mkurugenzi mkazi wa shirika la kimataifa la masuala ya nishati jadilifu REB, anavyoeleza. Kwa kifupi ni asilimia kuanzia 50 na kuendelea ya mazao yanayozalishwa kwa bahati mbaya yanaharibika. Na hii ni kutokana na kutokea kule kwenye chanzo chake mpaka yanapofika sokoni. Na kwa research tumekwisha kuwepo na wadau wengi, tumefanya zaidi ya mwaka mmoja kuangalia sector by sector, tumeangalia technology by technology. Tuna uhakika na kwa support ambayo serikali kupitia TAMISEMI imekuwa ikitupatia ili tuweze kukamilisha research zetu, tuna uhakika solution zipo, ila zinahitaji hela kidogo ya wafadhili ili kampuni ziweze kuinunua kwa gharama ndogo. Na kazi yetu kubwa ni kupunguza gharama ya kununua technology ili uweze kupunguza sasa huo uharibifu. Tukiongelea kule Ukerewe na sehemu nyingine, tunajitahidi na tuna kampuni ambazo zimeapply kwetu ambazo zinaweza kukausha samaki kwa umeme wa jua, lakini gharama ni kubwa. Wana mafriji ambayo yanaweza kutunzia, gharama ni kubwa. Kazi yetu ni kuongeza chachu ili ya fedha kidogo ili kupunguza ile gharama ili hizi technology ziweze kuwa affordable. Aidha, Msuya amebainisha kuwa kiasi hicho cha fedha kitatolewa kupitia utaratibu maalum utakaoandaliwa kwa kushirikiana na Wizara ya TAMISEMI nchini, ambapo wakulima watawezeshwa vifaa pamoja na kujengewa miundombinu ya kuzuia mazao yao kuharibika kupitia teknolojia ya nishati jadilifu. Vigezo vipo tofauti kutokana na teknolojia pamoja tokana na jambo unalolifanya, lakini kikubwa tunaiangalia agricultural value chain yote na utatumiaje nishati jadilifu ili kuendeleza biashara yako. Kwa hiyo ni watu wote wanaofanya samaki, avocado, horticulture, kilimo cha kawaida, umwagiliaji, ukaushaji, usafirishaji. Kuna mtu anaweza kawa anahitaji tu bajaji ya umeme ili kupunguza gharama ya kusupply mayai yake. Hiyo nayo kwa sababu ile bajaji inatumia umeme msafi inaingia hapo. Kuna teknolojia nyingi, lakini kuna kazi nyingi ambazo zina kilimo pamoja na nishati zinaendana. Kwa upande wake Andrew Roberts pamoja na Kumberai Makanza kutoka taasisi ya REB wamesema Tanzania imekuwa nchi ya kwanza kati ya mataifa 7 barani Afrika yatakayonufaika na msaada wa fedha hizo, ikiwa ni katika kuhakikisha wanasaidia kuunga mkono maendeleo ya ukuaji wa sekta ya kilimo hapa nchini. Mtazamaji, hii ni TVE Habari. Mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari.
kifuatacho ndani ya TVE Habari. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam atoa wiki 2 kwa viongozi wa machinga kufungua njia Kariakoo.